Afika hapa nadhani nimekwisha jitambulisha. Mimi naitwa kwa jina ya William Amuri ya Kutumba. Mimi ndio secrétaire exécutif. Tukisema secrétaire exécutif yani organisation zetu za CNPSC, mimi ndio mwangalizi wa coalition yetu ya CNPSC. CNPSC napenda kusema nini? Napenda kusema kwamba ni Coalition Nationale du Peuple pour la Souveraineté du Congo. Ile ndio kisiko. Na mimi ndio secrétaire exécutif, yani naangalia mambo yote, kwanza mambo ya chama hata mambo ya kijeshi, ya siasa na ya kijeshi yote ni sisi tunaangalia hapa. Na tulipenda kuja hapa kwa ajili mjue kitu gani ambacho tunapata katika Haut Plateau hii. Haut Plateau hii ni Haut Plateau ni nchi yetu sisi. Na kama ni nchi yetu, ni nchi ya Kongo, sisi ni lazima tukuje hapa sababu ya kubadilishana mawazo na raia yenye kuwa katika Haut Plateau kulingana na matatizo na shida ya vita ambayo tunayo kwa siku ya leo. Tunajua siku ya leo vita iko mingi sana na hatujui itaisha siku gani. Unajua mambo ya vita, utajua siku itaanza lakini siku itamalizika hauwezi jua. Ile inajua Mungu peke yake. Ni lazima sasa wakati vita iko watu wanabaki fasi moyo, wanabatilishana mawazo, sababu tukiangalia kabisa kitofu ya vita iko hapa Lulenge, na precisement kitofu ya vita iko ndani ya groupement ya Basimunyaka Sud. Ndio iko kitofu ya vita. Nadhani ndio iko kapitali. Leo hii ambayo wavamizi wanakuja wanapenda kujenga kapitali ni mwa hii groupement. Sijui kama nadanganyika. Halo, ile ni shaba moja wapo ambayo inasababisha sisi au inatuma sisi tufike hapa kwenye chefli ya groupement, tuongee na wazee pamoja, tuongee na wamama pamoja, tuongee na vijana, tuongee na wazifa zingine zote, organization zingine zote kama vile wakubwa wa msenyema, kama vile wanganga, kama vile watu wengine sawa vile wa societe civile kama wako, tuzungumuze pamoja ili kujadiliana, kupanana mawazo. Ile ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili, tulipenda kuja hapa sababu ya kuonyesha namna gani siasa ya Kongo iko parapo na hii vita yenye iko hapa kwetu. Watu wapate kuelewa. Sababu mara mingi watu wanaanza kuwa huko napambana vita. Lakini kama uko napambana vita, aujue siasa gani ambayo inaleta ile vita, utashindwa kupambana ile vita. Sababu aujue mwanzo wa vita, labda unaweza utakuwa kama vile uko napambana ndani ya giza. Ndani ya giza. Utashindwa kujua adui ni nani na utashindwa kujua rafiki ni nani. Labda ule ambaye wewe utakwenda kujiunga naye kama ndio rafiki na ndio adui yule. Yule ambao wewe utaona kama ndio adui na ule ni rafiki anaweza kukusaidia. Alafu sasa ni wakati sasa huu tunaweza kufunguana masikio ili watu wote wapate kujua adui ni nani na rafiki ni nani. Na namna gani ya tatu tunapaswa kujua namna gani vita iliingia. Ya ile tunapaswa kujua strategy gani tunaweza kuchukua sisi kama vile watoto wa nchi. Strategy gani kwa kumaliza hii vita, kwa kupiganisha hii vita na kuishinda. Donc ni ma strategy sababu wenzetu wanaunda mbinu, strategy ndio mbinu. Waliunda mbinu nyingi sana kwa ajili ya kutafuta kunyang'anya hii nchi. Ni mbinu mingi sana wanaunda. Kama tuangalie vizuri, kama sisi hatuna mbinu za kukomaa, tunaweza tukashinda hii vita. Na wakati vita tulikuwa tumeishinda. Ndio maana sisi tulipenda tukuje hapa, tuzungumuze, tupanane mawazo. Hapa kama vile kitofu cha hii vita. Tunashukuru sababu watu wa mingi wamekusanyika na wale wanabaki ni lazima wengine wataenda kuambia watu wetu hawezi kuja hapa. Ya kwanza tutapenda kuonyesha vita ilikuja namna gani. Mtatusamee wazee sababu tutafasiria kabisa kipande kirefu sana sababu ya kufungua watu masikio. Tujue namna gani hii vita tuko napigana leo ilikuja namna gani. Hii vita tuko napigana leo sio vita ya leo. Haikuanza leo. Haikuanza mnona sisi kama vile tunavyowaza. Hii vita ya leo tuko napigana sisi
tunapigana vita ambavyo ilianza miaka ya nyuma sana. Vita inaanza mwaka 1916 bure. Hii vita imekwenda kupangwa kuanza mwaka wa independence. Wakati tu tutapata independence na programu za vita hii zikaanza kuundwa. Nasema mko anaelewa vizuri. Independence ilikuwa namna gani? Wakati nchi zote zinalomba independence, Kongo nayo ilijisikia kwamba iombe uhuru. Ikiongozwa na nani? Leader wa independence alikuwa Emery Patrice Lumumba. Analomba independence. Na wakati analomba independence kwa Beleji, kama vile walikuwa watu wanatutawala, huyo bwana alipata matatizo sana. Matatizo makubwa. Sababu Belgique haikuwa inapenda kuachia watu kabisa independence mbele ya wakati. Kulingana na nini? Kulingana na kitu ambacho walikwenda kuona mashariki ya nchi, katika mashariki ya nchi. Hii ambayo tunaita Chaîne de Mont Mitumba. Nadhani njoo hapa tunapatikana leo. Chaîne de Mont Mitumba inaanza Tanganyika. Nord ya Tanganyika, donc province ya Tanganyika. Ndio tunaita Kalemi kule. Inapanda, inakamata Manyema yote, inakamata hapa tuko kusidi Kivu, inakamata Nord Kivu, inakamata Ituri. Ile tunaita ni Chaîne ya Mont Mitumba. Ndani ya Chaîne de Mont Mitumba, baada ya vita ya pili ya ulimwengu, guerre ya 40-45, baada ya hiyo vita, wale tunaita wa expert wa CEE, yani wataalamu wa CEE. CEE maana yake Communauté Économique Européenne. Wale watu walikuja kufika katika nchi ya Kongo. Wakati walifika katika nchi ya Kongo, walifanya prospection, yani utafiti wa madini. Na katika utafiti wa madini waliofanya, walikwenda kugundua kwamba mashariki ya Kongo, mwa Chaîne ya Mont Mitumba, walikwenda kusema kama ni skandali geologique. Yani walikwenda kugundua mali nyingi. Mali zingine walikwenda kuona, walikwenda kukuta aziko kwenye orodha ya mali yenye kuwa ulimwenguni. Ile yenye kuwa kule tunaitaka ku tableau de Mendelès. Kule watu walifanya shimi, wanajua ile tableau inadefinir minerais zote zenye kuwa ndani ya ardhi. Lakini sasa wakati wale expert walifanya ile prospection, walikwenda kukuta kwamba kuko mali zingine ambazo haziko. Wakasema kwamba hapa hii tunaita ni skandali geologique. Hii eneo, yani kuko minerais za mingi sana zenye haziwezi kufasiriwa. Na ile baada ya kuona kama kuko minerais za mingi, wa Belgique, parce que siège ya CEE ni Belgique, ilikuwa Belgique. Ile tunaita CEE juu iligeuka kuwa leo Union Européenne. Donc wakakwenda kuona kwamba hatutawapa independence wale watu. Il faut exploiter ile eneo tu, tuendelee kuexploiter. Lakini sasa wakati walitafuta kufanya ile, basi Lumumba analomba independence. Wakati analomba independence, wakamumenase sana na kukataa kabisa kwamba hawatatupatia independence. Na wakati Lumumba aliforce, ikaleta shida sana. Hata watu waliwahi kuuawa Kinshasa. Wakapigwa masase, wakakufa. Polisi ya Belgique ikaua watu pale Kinshasa. Watu wakakufa martyrs de l'indépendance. Lakini ONU haikujizuia. ONU ilifika kudeklari kasema Belgique unapashwa kuacha ile inchi kupatia watoto ya inchi uhuru, sababu wanadeklari uhuru wao. Basi Belgique aliprometa independence na tukapata independence 1960. Belgique alitoka Kongo kwa shingo upande. Wazee walikutaniwa, labda sisi tulikuwa bado kuzaliwa. Wanajua ile kama Belgique walikwenda abakwenda na furaha.
Na wakati walikwenda kule, ilibidi wende waone sasa mataifa makubwa ya ulimwengu. Ile mataifa ambayo iliwalazimisha wao watoke katika ardhi ya Kongo. Wakaenda kuona zile taifa kubwa za ulimwengu tunazijua. Ni taifa ambazo zenye kuwa leo mu Conseil de Sécurité ya Nations Unies. Zile taifa iko ba Etats-Unis, iko ba France, iko ba Angleterre, Allemagne na zingine. Basi wakati walikwenda kuwaona, wakawaambia kwamba sisi kama tulikataa kutoka kule, tulikuwa nakataa kutoka kule ni kwa sababu katika nchi hile tumekwenda kugundua kama mko mali nyingi sana tena sana. Na wakati tunaacha ile nchi, tayari siasa ya Kongo imeanza kuelekea mkono wa kushoto. Yaani inaanza kuelekea kuwa socialisti na wakomunisti. Na ile nchi ikiingia mikono ya wasocialisti na wakomunisti, sisi wa imperialiste tutapoteza ile nchi. Na ile nchi iko mali mingi. Ulimwenguni nchi inaonekana kama iko na mali mingi na utajiri mwingi. Nasema ulimwenguni kama kuko nchi zenye kuwa na mapetrole, yenye kuwa na vinginevyo, Kongo ilikwenda kuonekana ni nchi ya kwanza tajiri ya ulimwengu kulingana na mali zake na rasilimali zake. Kongo ni nchi ya kwanza ulimwenguni. Alafu sasa ikiwa ile nchi imekwenda uchumi wa ile nchi unaingia mikononi mwa wale wa socialiste, basi sisi tunapata magumu, sisi wa imperialiste. Na sababu wakati ule ilikuwa kipindi tunaita ya guerre froide, c'est-à-dire vita baridi kati ya wa socialiste na wa imperialiste capitaliste. Wale watu walikuwa wakigombana sana utafuta muongozo wa ulimwengu utaongozwa na nani. Ile ndio matatizo ilikuwa sana, vita ilikuwa. Halafu wa Amerika, wa France, wa Alema pamoja na Waingereza hawakufurahia ile kuacha hii Kongo. Ilibidi waunde mbinu za kurudia tena katika nchi ya Kongo, kuja kutawala Kongo kiuchumi. Na waje watawale Kongo kiuchumi, ile ambayo tunaita kwa lugha ya Kimombo neocolonialisme. Waje watawale kupya, waanze kukamata uchumi, si tubakie tu na uhuru wa bendera, lakini uchumi ukuwe mikono yao. Wakasema tutafanya nini sasa? Kwa kuweza yote ile, ilifo tufanye mastrategie. Na mastrategie waliona watakwenda kufanya ni gani? Kitu ya kwanza, ifo eliminer Lumumba physiquement. Yaani wanapaswa kuua Lumumba. Sababu Lumumba ndio analeta ideolojia mbaya. Ndio siku ilitoka ile shauri ya kuua Lumumba. Kitu ya pili, ilifo tutafute etnie. Yaani tutafute kabila moja, peuple moja yenye tutatransplanter mwa ile eneo ya Chaîne de Momitumba, mwa hii eneo. Donc il faut mkue kabila moja yenye haiko ya wakongomani, itatoka mahali fulani wakuje wabakie hapa katika eneo hili. Wale watu tuwapatie nationalité au identité, wale watu tuwapatie espace, na wale watu wakuwe na pouvoir. Kama wale watu wanakuwa na pouvoir katika sehemu ile, sisi tutakwenda kuchimba ile maminere yote na bila tatizo. Na ndio probleme yetu ile. Probleme yetu haiko kitu kingine. Probleme yetu inatuma sisi tupigwe vita ni mali zetu sisi binafsi. Mali zetu zenye kupatikana hapa ndio zinatuma sisi tupigwe vita. Vita sio hapa, sio wale wenye kuwa pale ndio wanatupiganisha vita. Vita iko Ulaya. Vita inatoka Ulaya. Ile vita inatoka Ulaya ndio ile inaandaa pale, wale iko sawa vile watumishi wanafanya kazi. Yaani wao wanaandaliwa wakati wanaweza hii vita. Wao watakwenda kutawala juu ya ardhi. Na wale watakuja donc waingie chini ya ardhi kuchukua mali yenye kuwa chini ya ardhi. Hili ni matatizo wa ndugu wapenzi yenye tuko nayo kwa siku ya leo. Mjue maana ya vita hii ni vita gani? Ni vita ya minere. Ndio tuko nayo leo hii. Na kulingana na strategy au mbinu zile ambazo walipenda kuzifanya kwa kutafuta namna gani watakwenda kukamata hii nchi kiuchumi,
waliingia wakatengeneza siasa yao, wakapeleka huku Kongo, wakatumikisha wakongomani wenyewe kwa kuua ndugu yao. Wakongomani wenyewe wakaandaa bwana Mobutu, wakaandaa Moise Chombe, wakaandaa na Kasavubu sababu ya kuua Lumumba. Lumumba akakufa. Lumumba alikufa kwa siasa ilitoka Ulaya na ndugu yake ndio walimuuzisha. Na wakati alikufa basi historia yake ikaishia pale. Wakaendelea na mbinu zao. Katika kuendelea na mbinu zao, tutafanya nini tena? Watakwenda sasa ifo baingie mfazi ya pili ya kutafuta namna gani watapandikiza watu kabila ingine ya kutoka mbali ikuje wabakie hapa. Waliuliza Belgique, tutakwenda wapi kwa kutafuta watu? Belgique akasema, mimi natoka Kongo. Ilieta Kongo kuna wakimbizi ambao walitoka Rwanda. Walikimbia vita ya Kigeri 5. Wale watu walikimbia pale Rwanda mwaka wa 1900 kwanza 56, 57, 58 hadi 59. Hao watu wanaingia vita. Kura ya kwanza ilikuwa ya wale Watusi. Walikuja kunjia ya kuja kuchunga nyama za ule mzee pale, ule mtu wa societe pale alikuwa pale. Nadhani mnamfahamu. Wale walikwenda kuchukuliwa kule, waje wamsaidie namna ya kuchunga zile nyama sababu ni wao wazoefu. Alafu hao walikuja nyuma, walikimbia vita mwaka huu ambao mimi nazungumza hapa. Walifika wapi? Walifika Mplene de la Ruzizi. Wanakimbia kama vile wengine watu wote wanakimbia. Na sisi pia tulikimbia hapa, tulienda Tanzania. Tulipokelewa kama vile wakimbizi. Tukatiliwa katika makambi pale. Kulikuwa karibuni kambi 3 pale. Rugufu A, Rugufu D na Nyarugusu zilikuwa pale. Na wao pia walitiliwa katika kambi 3 pale. Walitiliwa katika kambi ya Remera. Walitiliwa katika kambi ya Gatobo. Walitiliwa katika kambi ya Murenge. Fasi 3 wakatiliwa pale. Zile kambi walibaki pale kama wa refugee tu. Sisi tuko na dokima, wakati wa independence inafika, wazungu wanakimbia wanaenda kwao. Walete wanawaandikia kama nyinyi wa Nyarwanda ambao mlikimbia vita, mtu wa refugee ku Kongo, msiingie katika siasa ya Kongo. Tunapenda kuambia siku vita itaisha, sisi tutavita kwenu itaisha, tutakuja kuwachukua na tuwarudishe kwenu. Ile dokima tuko nayo marshive za kwetu. Tuko nayo ile dokima yenye iko sinye na ACR. Au commissariat de Nations Unies pour les réfugiés. Ndio wale hata wanasinye ile dokima wakabaachia. Alors, wakati wale watu waliingia mwa ile Mplene de la Ruzizi, walizagazagaa kuja wanakulisha nyama zao. Wengine wakakuwa wachungaji kule, wakaendelea kusaidia ule mzee Rika kule. Lakini sasa wakati ule watu walikimbia vita, nyama zilizagaa, zikabakia hazina mchungaji. Tunajua kwamba nyama nyingi zenye kuwa hapa ambazo wao wale wakakwenda kuzichukua kama vile zao. Nyama za Rika wakazichukua. Hizi ngombe za mingi wapo nao pale. Ni ngombe ambazo ziliacha ule mzee Rika. Pale. Nadhani tunafahamu vile. Basi wale watu wakaendelea kubakia hapa. Sisi hatuna habari, tunajua kwamba wale watu ni wakimbizi. Tuliwalinda vizuri, tunabaki na wao vizuri. Lakini sasa kitu tunapenda kusema ni nini? Wakati Lumumba amekwisha kufa, wale watu wakati Belgique anawaambia kwamba na hata Watusi kule, wale watu walitoka Rwanda, tukiwaandaa wale wanaweza kutusaidia kumiliki ile sehemu. Na kama wanamiliki ile sehemu, sisi tutakwenda kwa exploiter baada ya wao kutawala pale. Wakaanza kumonte mbinu ya kutafuta namna gani sasa watatafuta mtu muhimu ambao watasaidia kuingiza kitu wanaita diktature ndani ya nchi ya Kongo. Katika diktature hile, ule mtu wa mtumikisha pasipo yeye kujua, bali mtumikisha ndugu Mobutu. Wakamkamata, wakafanya nguvu afanye remise et reprise na bwana Kasavubu. Kasavubu hakumfanya coup d'etat, Kasavubu alifanya remise et reprise. Ile histoire iko mrefu, hatutaingia kule. Na wakati walifanya remise et reprise, Mobutu anakamata pouvoir. Wakakamata kwa kuingia mugestion ya maaferi ya nchi ya Kongo. Wakakamata Mutusi ambaye anaitwa Barthelemy Bisengimana Rwema.
wakamutia pale kama vile directeur wa cabinet, ndio baba yake ya huyu mwenye iko wa polisi kule Kinshasa leo, wakamutia pale directeur de cabinet Bisengimana Rwema. En 1965 wanamupa ile nafasi, wanaambia Mobutu, huyu ni technocrate, alafu yatakusaidia namna ya kufanya kazi mzuri, ubakie naye. Akaanza tumika naye ule mtu. Deja Banyarwanda banaanza kupewa gestion sasa ya chose publique mu nchi yetu. Unajua kama mtu yuko mkabine, ni mtu yuko kunivu ya yulu sana. C'est-à-dire yeye politiki ya nchi ya Kongo iko mikono yake. Alors kwa ile bali tuprofite sana kwa ile wakati. Sababu ule mtu alifanya miaka 10 iko directeur wa cabinet pale wa Mobutu. Walituprofite kunini? Walituprofite sababu hata kutuma watu maburse kule Mobutu akisema tutume watu walikuwa wanaenda mingi tu. Wanaenda Mobutu anatuma watu 12, sote kama wanalomba watu 13, kila atakamata watu 10 anatuma kule. Na sisi wote tuko distress. Hatujui kitu gani ambacho kinaendelea. Wakaenda kule walisoma mingi maetazini, mabulaya wakasoma. Wengi miongoni mwao walibakia kuma organization za kabambi za Nations Unies. Wengine wako mupinide, wengine wako kuma banke mondiale, wengine wako kuma FMI, nafasi mingi tu, hata kuma ACR. Wa mingi wako kule. Na wengine wakakuja kutumika. Mtoto kwanza kule basi. Problemu ya makelele, kama unaacha makelele, hii inakuwa kasiansi. Sasa tunalomba kimya. Bon alors, tunaweza sema kama wakati wale watu walianza kubatuma kule, banafanya masomo, banafanya bingine, wanakuja, wengine wakatumika mu masosiete za kabambi hata huku kwetu Kongo. Waliingia mu majekamine, wakaingia kuma miba nafasi zingine kule. Alafu ile yote makazi waliifanya. Donc wakasoma mingi, na baada ya hapo ilifika karibuni miaka 14 mu année 75. Mu année 75 ule mtu alifika wakati ya fe manda yake, donc mu retraite ya kwake ule Bisengimana Rwema. Aliweza kuomba Mobutu kado. Akamwambia kado nipe, Mobutu nipe kado. Kado gani atampatia? Mobutu akasema no, wewe uko kameme uko retraite na unapaswa kupata madekonti finali za kwako. Hakuna kitu kingine sijui nitakupatia nini. Akasema no, mimi naomba tu kitu kimoja, unaweza nisaidia. Kama vile mtumishi wako nilikutumikia kazi mingi. Donc nisaidia watusi wote wenye kuwa Mkongo wapate nationalité d'origine. Ndio kitu alimulomba Mobutu. Nadhani mwafuata pale. Puisque yeye yuko prepare sababu ya ile. Kama aliingizwa pale ni sababu ya ile. Yaani anapenda kusema anakwenda kulomba kwa Mobutu apatie uraia watusi wote wenye kuwa mashariki ya Kongo. Wapewe ile tunaita nationalité d'origine. Sans tarder Mobutu kama kuelewa kitu akakwenda kufanya ordonnance présidentielle. Hapana décret loi ya kutoka ku ministère hapa. Ordonnance présidentielle yake yeye peke. Akasema kwamba désormais batusi bote walikuwa mashariki, telema confiance alikuwa nayo kwa wale mtu. Alipenda mfurahishe kabisa. Batusi bote walikuwa mashariki ya nchi wanakuwa wakongomani. Alisi. Donc wanakuwa wakongolais d'origine. Alipromulgué ile depuis 1975. Mobutu akatangaza hivi. Sasa Mobutu à un certain moment, mwa ile miaka tu akapata watu walimujia. Akapata Français moja, rafiki yake akakuja. Akamwambia kwamba unaona Mobutu kitu unafanya iko mzuri tu kupata nationalité, lakini kitu kitakwambia nationalité d'origine haikuwa kinapewa watu en bloc. Hautapatia watu nationalité en bloc. Haikuwake. Watu wanakuja. Mtu kama anakuja, anapataka kitu wanaita nationalité d'acquisition individuelle. Ile ndio yenye mtu anaweza kupata. Lakini kama unapatia mtu nationalité d'origine, iko réservé automatiquement
Nationalité d'origine iko réservé automatiquement kwa watoto wa inchi wa ile inchi. Basi wengine wote wako na nationalité d'acquisition individuelle. Napenda kusema nationalité ziko aina hizi mbili. D'origine na nationalité d'acquisition individuelle. Ndio mbili. Hapa ni uraia tunakuwa nasema kila mtu anakuja na mimi nakuwa raia wa Kongo na mimi nakuwa mkongomani. Iko na nani zake. Watu wabaki kwanza, tupange kwanza watu mchana. Naona wazee wa Igomba wanafika hapa, wazee wa fasi zingine. Waziana mwende mkamate ba briki kule na zile vimabaa kule. Tunatia briki mbili mnatia na baa juu. Kabisa. Eba. Tungano. Aje. Mtu anabapa ina anapatia yule mtu nationality. Ule mtu akamwambia kwamba ule mzungu technician akasema ili unafaa kosa. Na ile kabila wakati wote wanapofika fasi hawafanyake miaka 100 wayafanya vita. Bale ndio atakupiga wewe vita. Ndio pale baada ya miaka 3 kufika mu 78 Mobutu akabroger ile ordonnance yake na ordonnance nyingine. Akasema watu wote ambao walipata nationalité kwa ile ordonnance yangu ya 1975 iko abrogé. Ile nakataa. Mwenye anapenda kuwa Congolais apite ku ministère compétent. Kwa intérieur kule ndio batajua batakupa makondisio kukuwa Congolais au kutokupatia ile. Na isikuwe watu famille, ikuwe individu. Kila mtu peke yake. Kama baba yako anaenda kulamba nationalité kule, wewe ukwenda kule unabakia wewe huko mgeni. Problème ikazuka. Batusi bakaandika document, bakapeleka kwa Nations Unies. Bakasema wakati ya Bisengimana tulipewa nationalité, lakini leo Mobutu anaretire ile ordonnance yake. Mtu semee bakabaita. Mimi napenda kusema kama ni groupe ya imperialiste. Imperialiste tunamuita en d'autres termes tunamuita prédateur. Prédateur ni iko ndege moja hivi. Sawa aigle ni prédateur. Mtu anakuyaka tu bu na kuzora na kuwela. Unaona? Njoo enjwe. Bale. C'est-à-dire wao wanakujaka kazi yao wale watu wale wa imperialist. Kazi yao inakuyaka kuzola mali ya inchi na kubeba na kuacha inchi maskini. Kwa abapendaki maendeleo mwingine inchi. Ndio groupe ndio block ya wale watu. Bale batu bakasema hivi, bakaambia batusi. Asema vita inapiganiwa mufaze nyingi. Unaweza pigana muvita mufaze economique, unaweza pigana vita mufaze culturelle, unaweza pigana vita mufaze militaire, unaweza pigana vita mufaze politique, tu. Bakawaambia vita. Lakini sisi tunasema hivi. Phase politique yenye sisi tuliprepare pour que mupate nationalité. Tunaona inaeshue. Tuingie sasa mufaze militaire. Mufaze militaire ndio vita. Il faut tu préparer vita, mutapata ile nationalité kumtuto wa bunduki. Ndio vile mulisikia vita ya Banyamulenge wakati wanabahoji wanasema sisi tunapigana vita sababu tupate nationalité kumtuto wa bunduki. Balikuwa nasema vita. Mwanzo tu wa vita. Walianza geuza pale nyuma, pale songa mbele. Walianza geuza pale nyuma tena ni vita vya ukombozi. Lakini ni vita vya kutafuta uraia wao. Kule wakati walizungumuza kule, wanawaambia waprepare namna gani ya kufanya vita. Ni pale sasa waliangalia nchi gani wataandaa Watusi kwa kuja kuvamia nchi ya Kongo. Nchi gani wataandaa Watusi? Wakaangalia Burundi inatawaliwa na Mutusi. Rwanda inatawaliwa na Muhutu. Uganda inatawaliwa na Muhutu. Alepoke. Wakaangalia sema hapa.
tutafute hii Uganda kwanza hii. Hii Uganda tutafute kubadili madaraka. Madaraka itoke kwa Muhutu itawaliwe na Mtusi. Wakati watu wanakokotana ijamini dada natoka, unaingia watu wanaingia kavuyo kule, politiki na inayumba yumba, ba Yusufu Lure, ba Obote na wengine wako nafia madaraka, bakakwenda kuprofiter pale kutia Yoweri Museveni dans les années 81. Banatia Yoweri Museveni pale. Wakati wanatia ndio Yoweri Museveni Kaguta ndio Mtusi bakamutia pale. Hapo kumutia pale, bakaangalia wakasema tutafanya nyingine kitu gani. Burundi iko Muhutu, iko Mtusi. Rwanda inakuwa Mtusi. Inabakia hapa ni Rwanda ndio inabakia na Muhutu hapo. Ilifo sasa tuangalie namna gani kwa kuingia Kongo. Ilifo base arrière iko mwinchi hizi tatu. Base arrière ikuwe Uganda, ikuwe Rwanda na ikuwe Burundi. Nadhani pale tutapata facility ya kuingia. Ndio pale muliona baliangalia baada ya kufanya mafunzo sana kuwa vijana pale, bakapita batoto kuingia Uganda kufanya mafunzo pale. Hapa bote hapa baliingia kule kufanya mafunzo kule. Mapromotion ilitoka pale. Bakasema ifo tuatake kwanza Rwanda, tutoshe huyu. Ndio bakaanza kutante Rwanda. Hata Kongo Mobutu alifanya ramforo pale Rwanda. Kusaidia nani Habyarimana. Lakini finalement munaona 94 Habyarimana akafanya nini? Habyarimana akaanguka akakufa mwaji. Ese baada ya Habyarimana kuanguka, bakasema sasa tujipange vizuri. Banaanza kujipanga sasa. Wakuja sasa kuingia katika tembo ya Kongo. Ni pale walitia base arrière zao zote kule nyuma. Wao Burundi utaingia, wao Rwanda utaingia, wao Uganda utaingia. Ili tumalize hii vita haraka. Na kweli waliingia vile ambavyo walijipanga. Kule avake baingie. Ilibidi wafanye nini? Ilibidi wafanye kitu moja. Watafute wakongomani ambao watakuwa vibaraka vya kwao. Wale tunaita maetiketi. Ndio pale walikwenda kutafuta mzee Kisasu Ngandu. Walimkuta pale Uganda, alikuwa mtu wa MLC Lumumba pale, alikuwa anakimbilia pale. Wakamsolicite, wakamutia pale. Wakaita mzee Laurent Desire Kabila pale Tanzania. Wakamupa akaenda pale. Wale wakongomani wawili wakaenda kule kufanya nini? Kufanya umoja na wale Wanyarwanda. Wakafanya kitu wanaita Accord de Lemera, wakaenda kuingia ku Hotel de Lemera pale Rwanda. Pale kwa Hotel de Lemera, paske Lemera yenye walifanyizia makoro, watu wengi wanadhani ni hapa Lemera ya kwetu. Hapana. Ni kwa Hotel de Lemera pale Rwanda. Ndio walienda kufanyizia makoro. Katika akoro zao kulikuwa vitu vibaya sana. Sawa vile article ya 4 ilikuwa article mbaya sana. Article ya 7 ilikuwa mbaya sana mzile akoro za kwao. Sababu walikuja na vyama vyao. Huyu alikuwa na MLC yake, ule mwingine akakuja na ile PRP yake yenye alikuwa nayo mpora. Na wale batusi bawili nabo bakakuja kila mtu na chama yake, bakafanya ile tunaita alliance. Mwa ile alliance. Ile alliance ile bakakwenda kusikilizana mumakoro mumapatano ya kwao. Article ya 4 ikasema nini? Ikasema kwamba prêcher le panafricanisme, l'alliance s'engage à céder 300 km de frontières ougandaises, rwandaises, burundaises vers l'intérieur de la RD Congo. Nazari mnaelewa pale. Yaani balifanya makora kusema nini? Alliance inajiangaje. Itapana kilometre 100 kutoka mafrontiere yetu na Rwanda na Burundi na Uganda, kila mtu aingie ndani ya Kongo kilometre 100. Kama unatoka Bukavu, c'est-à-dire ni Kindu. Kitoka Bukavu, avole duazo hivi kwa muraba, ni Kindu. Bakapatana ile. Bana pousser raison gani?
raison ni ya kuprotéger nos voisins contre l'insurrection de leurs rebelles. Asema ba rebelle yao vile beko huko basiende kuderanger kule. Kumbe bale ba occuper ile eneo baanze kukontrole hii eneo. Kama ukiangalia mzuri ile eneo njoo ile shene de Mitumba yenyewe nawaambia hapa. Kwanza Ituri mpaka kufika kule. Barundi walikuwa nakamata mpaka Kalemi, Kabimba yote ile Simantala ilikuwa sous contrôle ya kwao. Njoo vile walikamata vile. Alors bakasikilizana ile article ya 4. Article ya 7 ya mubaya sana ingine. Inasema nini? Inasema kwamba la nationalité congolaise sera accordée collectivement aux camarades de Banyamulenge et aux autres ethnies qui ont quitté le Rwanda avant la date de l'indépendance. Sio kama unaelewa vizuri. Uraia wa Kongomani utapewa benzetu Banyamulenge pamoja na kabila zingine ambazo zilitoka Rwanda mbele ya date ya 1960. Sawa, waliingia hapa mbele ile date. C'est-à-dire wale watu automatiquement wanakuwa ba Kongomani. Ile akoro bakasikizana kule. Muzila akoro walisikizana kule. Bakasema twende na vita. Itakuwa un peu rapide. Bakakuja na vita. Wakati walikuja na vita wakapigana pop mpaka jinsi walikwenda kukamata banaingia sasa batenja Kishasa. Bangali kule nani hapa sababu mwazila akoro zao. Huko article inasema kama abakusikilizana kusema nani ndio atabeba pouvoir au nani atakuwa kiongozi wa ile mapinduzi. Selema balikuwa na departement tu walipanapana. Huyu Kabila alikuwa charge na alikuwa porte parole. Basi bakasema kwa hiyo wakati tutafika Kishasa pale ndio tutafanya mkutano mkubwa wa kuchagua nani ambaye atabeba pouvoir. Ile ndio ilikuwa politiki ya Banyarwanda ile. Sababu najua wakikamata Kishasa tu hapo ndio beko na nguvu. Alors ule baale watafanya kitu. Ndio walikuwa vile tu. Na kufika kwa aeroporo ya Njili. Banatoka Bandundu, banamaliza Bandundu, banaelekea mwende barabara baingie tu kwa aeroporo ya Njili. Pale tu bwana alikutaniwa huko Lubumbashi autoproclamer. Akajitangaza mwenyewe kusema mimi ndio rais. Na mwa ese. Kabila akajitangaza mimi ndio rais. Na ile kitu ilisaidia sana sababu ile kitu alifanya pale tunaita alifanya coup d'état de protocole d'accord. Zile protocole zote c'est-à-dire yeye alirenverser zote. Ile ni kitu ilitusaidia sana. Na wakati alifanya vile watu wote wale Watusi wote hata wazungu wote wale wa imperialist walikala kimya wakawaza ni kitu gani? Huyu bwana anafanya nini? Huyu bwana anafanya nini? Alafu wakatafuta kutomboka. Wakamwambia mkitomboka mtaeveye ba Kongole. Batayua vita zenye mnakuwa nazo kweli ni vita vya uvamizi. Lakini mwe munyamaze. Selema zile article 2 ambazo ni article ya kubapa ile 300 km na article ya kubapa nationalité. Basi mwikale naye chini atangaze ile haraka abape ile. Ndio vile walikwenda kusiege sasa bakamuita Kabila bakabakia naye. Bakamuuliza Kabila tufanye nini? Angalia kisu nafanya. Una viole makoro yetu. Hatukupatana vile. Kabila akasema niliona vurugu inaweza ingia muinchi. Kwa hiyo inchi inaisha kamata. Tutafanya nini sasa? Bakamwambia ilifo sasa usinye sasa. Usinye utangaze kusema kwamba sisi tunakuwa raia ya hii inchi. Na utangaze kama zile kilometre waanze kupatia wale wengine zile kilometre zile ile eneo. Sasa Kabila akajibu. Majibu ya Kabila ndio ilizusha shida na makelele na fujo. Kabila akajibu akasema ikiwa mnasema vile sawa mimi niko Mkongomani kama vile Wakongomani wengine. Kusema ni vape nationalité. Haiko mimi napaswa kuvapa nationalité. Nationalité mnapaswa kupewa wakati tunakwenda kuunda bunge. Bunge ndio inakuwaka erige loi, inafanya sheria. Na baada ya kufanya ile sheria ndio itatangazwa na mimi hapa. Lakini kusema mimi ni vape ile, mimi siko juu ya sheria. Ile mnapaswa kujua vile. Ya pili mnasema ni vape ile 300 km. Ile 300 km tulikuwa tunasikilizana nini? Tulisikilizana kama ni facture ya wale wa mercenaires, wa Rwanda, wa Burundi, wa exploiter pendant 15 ans.
sababu wanasaidia kazi ya sisi kukamata inchi. Lakini chose drone naenda kukuta wakati tuko muvita mulipie systematiquement inchi, na wakati mnapie inchi na batia maskini na izine yote hakuna tena, nyingine abiko inchi na batia maskini. Donc mercenaire kwa karapie inchi anatungaka wa mulipe. Kwa hiyo mmekusha jilipa wenyewe, mimi sina kitu tena nitawapa. Ndio mwa ese. Ile ndio majibu Kabila ni wajibu. Wakakuwa complètement déçus. So tulikuwa tunasikilizana nini? Tulisikilizana kama ni facture ya wale wa mercenaires wa Rwanda wa Burundi wa exploiter pendant 15 ans. Sababu wanasaidia kazi ya sisi kukamata inchi. Lakini chose drone naenda kukuta wakati tuko muvita mulipie systematiquement inchi, na wakati mnapie inchi na batia maskini na izine yote hakuna tena, nyingine abiko inchi na batia maskini. Donc mercenaire kwa karapie inchi anatungaka wa mulipe. Kwa hiyo mmekusha jilipa wenyewe, mimi sina kitu tena nitawapa. Ndio mwa ese. Ile ndio majibu Kabila ni wajibu. Wakakuwa complètement déçus. Ndio maana muliona wakaanza kutafuta mbinu wamuue Kabila. Kama Kabila alituma watu huku kutafuta wao wa Tonkba ba mai na wengine bado msaidie kule, ndio pala anatuma wa Hermoso na wengine wanakuja huku kutafuta namna gani ya kupata watu wataenda kusekirize kule. Wakaenda, na baada ya kwenda akatafuta pale la XFAL donke arme ya Mobutu wenye walikimbilia mumainchi jirani kama vile Brazzaville, walikimbilia Angola, walikimbilia Centrafrique. Akawaita mkuje tujenge jeshi la Kongo. Wakakuja akawapeleka kuma centre de formation bapati ideologie pale Kitona. Wakati aliwapeleka Kitona, kule Kitona walifanya 6 mois wanapata formation kule. Lakini cha ajabu wakati walitoka akawapeleka katika nchi yote, tukaanza kuona wasoda wa Kongomani kuliko na kuona wasoda wa wale wa Wanyarwanda. Wakakuja huku kote, wakakuja fasi nyingi, Goma, wapi na wapi. Sasa Kabila akadeklare kusema kwamba wageni wote wanapaswa warudie kwao. Ndio vile alisema. Wanyarwanda wote, wa Burundi wote na wa Uganda wote, kila watu wakuje Mirago warudie kwao. Na wakati alisema ile neno ikaharibu mambo. Watu wote walitoka. Mimi napenda kuwauliza kama wako Mkongomani. Akusema Munyamulenge aende. Akusema vipi? Na akutaja mtu. Lakini alisema Banyarwanda wote bafanya nini? Bye. Azariasa alifunga mizigo alienda. Hizi makalamoto alifunga mizigo akaenda. Wengine wakafunga mizigo akaenda. Wote wakaenda. Unaona? Basi ikaonyesha kwamba ni wageni wanakwenda kwao. Wakajiendea wenyewe. Na wakati walikwenda kule, lakini kufika kule wakaingiza siasa Goma, hapa wakaingiza siasa. Kabila iko na ubaguzi. Kabila anakwenda kupatia watu kwanza $100 analipa mwe wa soda. Lakini sisi tulikuwa tunapanga $400 kwa soda moja. Zile 300 ziko naenda wapi? Iko na baiba franga zenu. Sisi kama tunakamata pouvoir tutawapa zile franga. Ya pili Kabila iko na ubaguzi. Iko na kamata banduku yake, ndio anapatia mafonction yote, madepartement yote. Makabila ingine hakuna. Kwa ile de raison, tulance operation kubwa kufukuza Kabila. Wanakwenda kuunda kitu chenye inaitwa RCD. Pamoja na waondekane na ba mzee nani yule kutoka Dar es Salaam, mwalimu Wamba Diawamba na wengine na ba artist zaidi Ngoma. Tupige tena ule bwana. Bakafanya operation retour. Kwanza kupiga. Na hapa Kongomani betu benya bana akili. Ndio bana batushi banatuitaka jina moya kuini visoda vya FRDC. Wanalitaka bichuchu. Manake yani bichumbe chumbe. Yani bimvuli tu. Sasa bila kivuli kipata na akili. Kwenye mtu anaenda nacho tunaenda tunafuata kule. Donc
bakabafanya ile ndio bakabaita ile jina. Alafu watu yetu kule bakakubali kule kusema twende na operation ile. Bakakuwa na operation, bakapigana sana na baada ya kupigana sana faida nyuma ilikuwa nini? Baada ya kupigana sana, lakini sasa watu bakaresiste. Watoto ya nchi wakasema hapa hivi nani force ya Kongo imekatana kupigania nchi yetu, sisi tusimame wima. Kweli ilisaidia sana, sababu watoto wa nchi walipambana mpaka kwa nguvu zao za mwisho. Walisema neno moja ambayo walikwenda kuubisha, walikwenda kusahau kule mbele tulikwenda. Walikwenda sema neno moja, sema kama tutamalizika sisi wote tumalizike. Si ndio hivi? Kama watu bande baitwa bote iba. Sasa ndio ile tulisema. Na kweli watu wakapigana sana. Na watu wakakufa. Watu walikufa. Lakini sasa hili lilisaidia, sababu RCD ilikosa nguvu ya kushuka kwenda Kinshasa, sababu ilikuwa obligé mu este kila fasi kutia base. Sababu ilikuwa nafanya pale penye abiko wako. Watu yetu wanaenda anguka pale wanaokipe. Bakakuwa obligé kutia base kila fasi, wakati RCD sio wote tungali hapa, bamingi bangali hapa wajiona ile. Sasa hivi. Na ndio maana balikosa sasa force gani yenye itakwenda Kinshasa kwenda kutosha ule bwana kule. Rezo ingine ilituma basifie Kinshasa, Zimbabwe, Angola na Bibi. Akabaita bakamsaidia kule. Ndio balisaidia kupiga sana kule, kupiga force ilikuwa prepare Goma kwenda kufanya atterrissage force kule Kitona, wakapigwa, wakazambaratika, wakakuwa kumalizikia munani mu aeroport ya Njili kule. Bamai balikuwa kule nabo, bamzee Kabutenge na bengine bangoma, bakabamaliza bote, mambo ikaishia pale. Kule vile ikaisha. Nikaonekana kwamba hakuna jinsi. Vita inakwama. Vita ilikuwa prepare kwa miezi miwili tu wakamata Kinshasa. Lakini vita inakamata mwaka. Vita wakamata mwaka feno na nef. Bale watu tena. Kama tunasema oni, hiyo mtu kasema oni. Hakuna tofauti na oni na bale watu bale ba mwizi. Bale ba imperialiste, bale ba capitaliste. Donc oni ndio chombo chao walikwenda kuunda sababu ya kutumikisha. Kwa kuvunja nguvu za zingine nchi zetu. Ndio ile oni. Wakatumikisha akili. Oni kaita watu. Wakasema no. Tusimamishe vita. Unaona kama wanashindwa tena, sababu baliambia Angola achana na ile vita. Tunapenda tumutoshe huyu. Zimbabwe achana na ile. Ndio maana walichukia yule mzee Robert Mugabe sana. Robert Mugabe na nani akasema si hatutaacha. Kwa hiyo tunajua Watusi wakikamata Kongo, ili avec uchumi wa Kongo, si hapa hatuna kitu. Batakamata na hapa pote. Utawala wao. Hatutaacha. Angola nayo akakataa. Halo, inashindikana. Kwa hiyo ile vita inashindikana, tutafanyaje? Tuite wale watu sasa tufanye vita vya kisiasa, turudie tena kumeza, tufanye vita vya kisiasa tena. Tena banarudia kwa ile mawazo ya mbele. Sababu nawaambia kwamba saa moja vita ya siasa inakuwa mbaya sana kushinda vita ya risasi. Sababu vita ya risasi utaona vita inatoka kule pupu iko napiganiwa na ondoa wanaingia, mimi nakimbia mnaenda asema leo hivi tariki fulani inchi na mwingine yetu inakamatia. Lakini vita ya siasa hautajua siku nyingine itakamatia. Na huko katika unaweza kuwa katika inchi hivi. Hivi watu wengi wako distray hapa. Wanajikuta huko na raha. Kumbe inchi yuko chini inaenda. Ndio problem tuko nayo. Vita ya siasa ni mbaya sana. Ndio pale sasa wakaanza sema twende kule, twende tuanze kukutana, tufanye mikutano. Wakachagua mtu anaenda Kitumire Masire. Anabaita twende Gaborone, banakwenda kule. Wanasikilizana kule. Munaona nefu. Huyo anasikilizana nini? Kwanza walianza Lusaka Banaita watu. Banafika kule. Lusaka banasema nini? Banasema no. Kitu walisikilizana vitu vitatu, je pense. Ya ine ndio walishindana. Kitu ya kwanza walisikilizana
c'est le fait dans l'immédiat. Asema msipigane tena kwa haraka sana. Oni anasema bakasikilizana kama hatutapigana tena. Kitu ya pili bakasikilizana retrait de troupes à 5 km de front. Kila watu warudishe majeshi yao 5 km. Bakarudisha. Bakasikilizana. Kitu ya tatu implantation de forces d'interposition. Mule mumafront. Il faut kukua ndani force d'interposition. Ndio wakati waliunda Munich. Ikabidi oni lete jeshi lake. Ndio Munich ikuwe kuikala katikati. Hapo basichokoze hapa na hapo basichokoze hapa. Bakatia France. Bakasema neno la ina nasema no, il faut tufanye gouvernement de large union nationale ya pamoja. Kabila akasema na banani. Tutafanya ile gouvernement na banani. Kama mnasema tufanye ile gouvernement, tuchague mu RCD, mkongomani. Sababu RCD iko constitué na bageni. Na sitafaa gouvernement ya large union nationale na bageni. Vitu vikabloke. Pale ndio vitu vibloke. Lusaka vitu vikaishia pale. Lusaka bakaenda, bakashindana. Vitu vinaishi. Bakaona tutafanya nini? Bale watu wakaona hata huyu bwana anabloke vitu kabisa. Ilifuu mtu tumuue na yeye. Ilifuu tumuue tu, akufe tu. Tutafute njia zote ya kumuua. Wakatafuta njia zote bakashinda. La politique c'est l'intérêt. Ndio vile wanasema kama hapo wa politiciens. Intérêt gani? Bakamwendea nani? Parce que kule kulupango ya kupale de marbre ilikuwa batayo mzima ya Baangole ndio ilikuwa inachunga kule. Bakamwendea Angola. Parce que watu yote balitante. Hao wote wa Joseph Kabila wakapanapewa mission na ba Edi bote juu bamuue bo benye kuwa naye. Bikashindikana. Hata walifika kuua kwanza ile sentire yenye alikuwa nayo ya wale watu wa huku mashariki kama vile ndio Chula Matumbi tu kama wengine Ngoma Christophe na wengine bote bakakamatiwa kwenda hivu bakafanya nini bakauao na wakati waliuao wote watafute wanani wengine ilikuwa watafute namna gani Baangole wanawakia Baangole si bangali pale Baangole ndio walikuwa bangali pale Etats-Unis akamwambia Angola asema wewe Angola unasema nini hivi nakwambia hivi kama Savimbi iko kwako mimi ndio natia Savimbi kule na kama unatoshi ile batayo kule ku Palais de Marbre mimi nitafanya nguvu niue Savimbi kule umsakrifie Kabila akufa politiki ni intérêt akakubanga akatoshi ile batayo kule finalement bakamonte ma plan zao bakafanya nini bakamu Kabila akafanya nini ndio vile alikufa donc balibadilishana politiki ni intérêt baada ya Kabila kukufa itabidi bafanye nini itabidi sasa batie mtu wao deja iko prepare ule mtu wao ni nani ule mtu wao ndio Joseph Kabila hata tunasema mzee nani Rwecha alikamata litia Joseph Kabila pale akutia kushua yake alipigiwa telefoni na Etats-Unis bakamwambia sema désormais usitie mtu mwingine pale adui wasiprofite wale kavuyo kwa hiyo tafuta mtu wa ndani na sisi tunakupropose na mtu tuko naona ni mtoto yake Joseph Kabila aikale pale atawasaidia sana mkuu akakuwa politiki yake ilikuwa ya mfupi mkuu akakubali akamtia Joseph Kabila pale kumbe anatia nyoka yenye inadaliwa Une semaine après, Joseph Kabila iko ku pouvoir. Ese, iko ku pouvoir, akaondoka, bakamuita Etats-Unis. Inasema nini juu ya programu? Programu yetu. Sababu baba yako kama anakufa sababu mbili. Sababu ya kwanza, anakatala kupana 0 kilometre. Ya pili, anakufa sababu ule uraia ulipaswa kupewa wale watu, Banyamurangi. Akupana. Mbili vitu mbili. Baba yako alipaswa kufa. Na kama tulikutia wewe pale, tunapenda kazi hiyo ifanye.
Donc ile makoro ya lemere yeshimike. Joseph Kabila akaitika. Akasema avec l'appui du peuple congolais kila kitu nitatimiza. Appui du peuple congolais. Sasa mko naelewa ile? Sana. Wa mama wa leo. Yaani kwa msaada wa Kongomani nitatimiza. Kwa msaada wa sisi wa Kongomani kila kitu atatimiza. Ndio atakuja. Kufika huku kitu ya kwanza atafanya nini? Kitu ya kwanza anasema no. Mambo tulikuwa nafanya balikuwa nafanya kule mikutano kule, ifo turudilie tena ile mikutano. Banaanza mikutano tena kule. Kwa ile mikutano banakwenda kusikilizana kule Pretoria, Afrika du Sud. Banaenda kusikilizana kule, asema hivi tunasema hapa. Tangia leo ilifo tufanye gouvernement moja. Sans condition. Bakasikilizana kufanya ile gouvernement moja. Bakaenda bakaanza kuwaza hiyo. Baada abayaunda ile gouvernement ikakwenda kuonekana kwamba huku ku este ya Kongo vita inaendelea sana. Hata banafanya mikutano kule. Huku vita RCD inapigwa sana na bamaimai. Alors, tutafanya namna gani? Ilifaa tutafute namna moja bale ba RCD, bale bamaimai, tuangalie namna gani wanapaswa kushambuliwa. RCD akafanya rapport kuna Nations Unies akasema kwamba hivi tuko nasema na nyinyi hapa huko babandi kumashariki ya Kongo kwenye wako nachoma manyumba, kuua batu, kungola mashamba, kufanya vitu mavione tusa. Pale batu ni baraia tu wanabeba makilaha tu. Mtusaidie hiki kikosi cha MONUSCO cha Monique à l'époque. Cha Monique chenye kiko hapa tufanye nacho vita ya kushambulia bale tubadesarme kwa nguvu. Tubanyanganye mabunduki kwa nguvu. Si ndio sio tutatanganywa mabunduki? Alors pale kwa kunyanganywa mabunduki, ule kuna Nations Unies, ku Conseil de sécurité ya Nations Unies, ilibidi basiege ile jambo. Wakati banasiege ile jambo, ikaonekana kwamba haitawezekana Nations Unies iparticiper ku désarmement forcé ya basivile au moment où ku désarmer par force itakwenda kuleta ingine mauaji. Donc itaonekana kwamba Nations Unies nayo inakontribue kwa kuua population, na wanasema ni population ilikuwa na maarmi. Kwa hiyo tutume watu kule bende baangalie bamenema ankete kule. Ndio pale batatuma watu. Mzungu mmoja akajitolea. Ule mzungu jina lake wanaita Monsieur Raphael. Ni journaliste belge, na yuko anatumika kwa Nations Unies. Ule mtu akakuja, akakubali kuja huku. Wengine wote balikatala, yeye akasema mimi nitaenda kule. Nende nijue kitu gani kinatoa watu wapigane kule. Wakati anakuja, anapita pale la Tanzania. Anapia Kigoma. Wakati anafika pale, anatafuta mtu wa teritoria ya pili. Bakakwenda kuona mtu wanaita Isa Pompo. Isa Pompo ni kijana moja umubashini ange pale Baraka. Luangela. Ule mtu bakamuitiliza akasema no, ilifo tunapenda utupeleke tu juste kwa bwana dunia. Tunaona bwana dunia, twende Kilembwe, tunaona bengine ba mai na tufike fasi yote iko sous contrôle ba mai tupite, tuyue le pourquoi ya ba mai kupigana vita. Ndio vile balikuya naye mpaka fasi banaita deja ile inakuwa mutemi le banaita fasi banafika fasi banaita Kisoko. Hapana, Mwayenga. Mwayenga banapanda ile mulima wanafika Nemba, kufika Nemba wanakuja mpaka jinsi walifika kwa mzee dunia hapa kubashikarangwa Kananda, kutoka kule manjia ya mapori tu ndio kwa wanapita na ule mzungu anafika pale anaanza maankete yake kuuliza, akauliza ni kitu gani mnapigana? Sasa tunapigana sababu tunavamiwa na banani asema na Banyarwanda. Banyarwanda wanakuja kusaidia RCD. Hawakukuja huku sababu ya kubanyanganya nchi. Asema hapana. Wanakuja beko hapa huku mlima beko huko. Bakasema siku mnasema labda ni Banyamulenge, asema no, si atuyo Banyamulenge, sisi tunayua Banyarwanda. Bote ni Banyarwanda. Sio pale mzungu alishangaa. Anauliza Banyarwanda, tunataka Banyarwanda juu ya nini? Na sisi tunajua wale ni Wakongomani. Akasema wale ni Banyarwanda. Bali ni watu balikuja bakimbizi ba vita.
bakaonyesha bale ni watu tunajua tuko na mapreve. Asa mulete mapreve ya kuonyesha. S'il vous plaît, balionyesha mapreve. Bakaonyesha document yenye inaitwa Basile Zaire. Kalikuwa kitabu kadogo kazere hivi. Kako na drapeau na flambeau hivi. Ya moto hivi. Kale ka kitabu kana définir 450 tribus ya Congo. Bakaonyesha sema muhesabie kule muangalie Banyamulenge kama beko mule. Bakaangalia zile tribus zote kuangalia hivi Banyamulenge akuwake. Lakini mu territoire zote za Sud Kivu hamuna ile jina haiko hapo. Katiba yetu, constitution yetu, constitution ya Mobutu ilikuwa pale. Mimi à l'époque nilikuwa komanda kompani, mwende wakati. Balifika Lulimba pale. Tulibatoshea document ile constitution ya Mobutu ambayo inasema mu article yake ya 10. Ilikuwa inasema iko considéré congolais d'origine. Mtu mwenye ya etini yake iliingia mu Republique Democratique ya Congo na kuokipe ile espace mwa ile wakati mwa ile inchi avant la date de 1885, date de partage de l'Afrique. Kama etini yako iliingia mwa ile mbele ya ile date, vile weye uko mkongomani halisi. Kama etini yako iliingia nyuma ya ile date, na uko mkongomani uko mgeni. Ese pale mzungu yote ile aliona, watu walimuonyesha. Alors sisi tulikutaniwa wakati mankete yake, wakati yako nauliza vile. Akapita, akabeba mapreve ya kuonyesha kwamba kweli kweli hawa watu ni banani? Akaingia Kilembwe akafika kule kwa mzee General Padiri. Version ilikuwa moja tu, akarudia akaenda Kinshasa, akapata avion anaenda Nations Unies. Kule alienda na New York, Conseil de sécurité des Nations Unies. Bakamuita wakasema rapport yake, akasema mimi kenye naona kule na preve enjoy bali watu ni bageni. Muangalie katiba yao ya nchi, muangalie jinsi kitabu hii desimai atako hamu. Kwa hiyo wale watu ni wageni. Sasa kula akili kafanya nini? Nations Unies akili yote ikahangaika. Sasa tutafanyaje? Bale watu hapana njia. Blocage nyingine tunaipata hii. Nations Unies ikadecide kitu moja. Nipate mie mzuri na mwaese. Nations Unies ikadecide kitu moja. Ikasema bale watu bale mai bale benye kupigana juu ya ile nchi yao ilifo baingie wapi? Paske baliuliza Monsieur Raphael kule kulikamatiwa ba missionnaire katoliki kule Baraka na balibaua. Raphael akasema hapa ba missionnaire katoliki mimi nilibakuta beko vivant beko bazima beko pas seulement tout beko mu santé afya yao haiko mzuri. Ba katoliki walikuwa Monsieur Elia na Monsieur Mazuki balikamatiwa pale Baraka ile wakati bakabakia na kupori huko. Bakasema eske wale watu tunaweza baona bakuye pour justifier kweli biko. Nani ule mzungu akasema ndi kupitia ile njia moja. Pompo bakamtumia franga Kigoma. Akakuja mpaka kufika kwa Chikalango. Akabeba wale watu wakaenda nao. Kigoma balipitia fasi wanaita Kizozi pale. Bakavuka Kigoma, wale watu wakaenda mpaka Vatika. Vatika ikawapeleka huko Nations Unies. Nations Unies kabauliza, sasa mwewe mnasema nini? Mnasema mlikamatiwa je? Asema tulikamatiwa. Walipiga pale Baraka bakakutukamata. Abakubatesa sema abakutupiga wala kutufanya chochote. Bali tulinda mzuri. Na hivi tuko nasema hapa. Unaweza nipika risasi sitakufa sababu alinitia dawa dawa yao. Wakashangaza. Bakaona temwanyaji ya wale wazungu. Basi pakakuwa konvenki. Bakasema kumbe wa mai ni watoto ya inchi baitwe bende nabo kule. Bende bajustifie hivi vyote vitu mbele ya ile mikutano kule. Ndio maana ya kuorganize mkutano mwingine inaitwa ya Sun City. Ilikuwa inikema ba mai bende baseme nabo kitu gani natuma bapigane. Kule na sasa ilikuwa prepare babatu. Ikiwa wanakataliwa kweli kule kumikutano, abeku bakongomani
ilifua wafanye nini? Batosho batawatusia email zingine zenyewe watawakana. Ndio jinsi ilikuwa. Sisi tukapata invitation ya Nations Unies. Ikakuja kutombe mkono ya madoa Sokole Hermos. Ilikuwa deja iko kule Kazimia. Akaita watu sana kuna pia invitation na Nations Unies aba mai bende ku conference sensitive. So utakuwa watu wakwenda kule. Watu wakachaguliwa. Watu walichaguliwa tu bakutosha tu, watu walikuwa karibu watu 12 hivi. Sababu kule ku sekta ya Tanganyika kule huyu Abongera na mzee mmoja wa pale Dueva pale ndio walikuwa wanachaguliwa kwenda. Abongera huyu alikuwa chef de secteur, nadhani mnamjua. Nani hapa Uvira kulichaguliwa Lenge Fundi na Krome walipaswa kwenda kule. Pale Baraka kulichaguliwa Matelo Wangela. Matelo Wangela ni kama ni Mulenga pale Kalunja pale. Na nani mwingine ule? Na Fumbele. Kama unajua Fumbele ni wafasi gani? Basi nyange na haya. Ndio ule. Kwa shefu pale Baraka kulichaguliwa ule alikuwa chef de secteur nani? Ebinda wa Kirongo. Unaweza ni rapele, unajua ile wewe wale watu wanaenda kule. Ebinda wa Kirongo. Kule ngambo za Nganja kulichaguliwa shefu Nyange na shefu Mulerabampe. Huku Lulenge kulichaguliwa Kisala ndio alikuwa anachaguliwa. Selema walienda kufika kule Kazimia kule bakakokotana Kisala na Gomanya wakuelewana kule bakarudisha Kisala karudi. Shefu wa Bonga naye alikuwa miongoni. Shefu wa Bonga difficile alikuwa miongoni. Kule Kubabuyu walikamata shefu wa Misi kule. Alikuwa miongoni. Donc ekipe yote ilikuwa constituée kama nikikumbuka na watu 12 hivi. Bakabapeleka mpaka kufika Muriro. Bakaingia Mugoti pale Muriro wanaenda Lubumbashi Kinshasa kule kukakuwa potanage. Watu waliotumwa na wazee mbele. Kule kulikutaniwa Cosco. Kule kulikutaniwa mtu anaitwa Elias Mulungula, kijana wa hapa wa Banyindu hapa. Kule kulikutaniwa nani Ansere Mwenurungu. Kulikutaniwa watu karibuni 6-7 hivi. Wale watu kule wakajemponse wakasema sisi ndio tulitumwa huku mbele na wazee haitawezekana sisi nani tukose kwenda. Kabila Joseph akabakokota akabapa mawazo mubaya. Akasema muende kule. Ile ekipi inatoka kule ku village kule kwenu na kwa nyuma haitaenda. Na memo walikuwa nayo ya mzuri sana. Ile memo inasema nini? Ile memo iliandikiwa inasema kama mnapenda vita imalizike. Donc kitu ya kwanza wale Banyarwanda bakubali kama hapo ni Banyarwanda. Na ile jina Abunyamulengi bakubali ni bageni. Na ile jina Abunyamulengi fani nini? Ishi. Baito tu Banyarwanda. Naona vipi? Na control ya entité. Kila chef coutumier aanze kucontrôler entité yake sawa vile za zamani. Na kama hili linafanyika kule nyuma wakati ya makondisio nyingine na sisi tupate maposte, tupate vingine vinakuwa vya kule nyuma. Kama vile vinakubalika. Donc tunasema kama basi ikikubalika tu sisi tunamaliza vitu. Wale watu wanabeba ile document. Kufika kule Kabila akakamata wale watu walikutaniwa kule, wale bote akabatupa, akakamata wale walikutaniwa kule Kinshasa kule. Akawatia Murikwa pale, akawapeleka Sansi. Ile document baki. Kwa kwenye wale balienda. Kufika mkutano, mnakuja, mwe ndio banani ba mai. Mungu anapigana vita juu ya nini? Tunapigana vita sababu mweye mlifanya mikutano amkutemplike. Ndio tuliendelea na vita tu. Sasa hivi vita imeisha zamani. Sasa na mweye mnasema nini? Nasema no hivi tulishafika na sisi. Basi na sisi tunakubali vita ifanye nini? Sans condition. Ndio na mwa miomo. Hii tutasema miomo hii. Miomo kabisa. Haiko vile. Ndio ile. Donc sie quelque part sie ba mai. Ndio tujaribu situation ilikuwa ishi.
Sasa ule mzungu mwenye alikuwa beba madone ule, alikutaniwa kule. Mzungu alilia. Sasa mzungu apendake ashikilike asema yeye ni mwongo. Mzungu aliasema, "Hapa banatoka wapi? Hapa bali nilikutana nabo kule." Hapa nini? Njoo hapo. Njoo hapo. Takasimu tu. Donc ile yabo kutoku. Basi kule watu wote walikuwa wanatandra nasema bombi itatoka sababu mai ilikuwa na representer peuple. Hapa kukua basoda. Ilikuwa ni population yenye inakomboka. Ndio bataenda sema neno kule. Haiko basoda. Lakini sasa kule kwa kitu kile. Ikaonekana ile yote ndio analeta na kore ni Gabon. Kwa hiyo tufanye nini? Makoro iendelee. Ndio kufanya makoro, vita inaisha, tuunde gouvernement ya la Union nationale de transition, tufanye vingine, bakaunda vile. Bakamaliza vile. Bakatoka kule. No. Kule tuliperdre kwanza tunaperdre inchi. Sababu sisi ndio tulikuwa nategemewa kule. Tuseme neno kubwa. Ya pili, tunapoteza kitu tunaita kota yetu. Puisque na sie tulikuwa nani ingine composante ingine. Sawa vile composante zingine. Sawa vile RCD, sawa vile composante ya gouvernement. Sasa sisi tukukua watu ya gouvernement. Tukaperdre ile kitu. Kule sie tukasema sie tunakuwa watu ya mumbavu ya gouvernement. Tukaitwa entité mai par rapport à kuitwa composante mai bakatuita entité mai yenye na dependre na composante ya gouvernement. Wakati tunafika Kinshasa watu wanarudia. Kufia Kinshasa itakuwa hii. Il faut batu baunde gouvernement ile ya transition. Bakaunda gouvernement, makoti kakabuliwa, bale benye walipata maposte yabo bakapata, ndio vile ikabuliwa na sisi tukapewa ile yetu tulipewa ile tunaita mkibembe ndio kusoroza sisi sio watoto wa chuvani tukapewa bule budogo bakakwenda kuunda ensemble nani parlement de transition itaundwa namna gani il faut tufanye cooptation tukopte watu hakuna wakati wa kusema tunafanya election tukopte watu yani kila watu RCD leta watu wote wanachagua bamwa bicho wanapeleka kule wewe nani MLC bakaleta watu wewe gouvernement bakaleta watu wengine bamai mulete watu bakaleta watu kukopte watu bakaeneza effectif ya watu kwa ensemble bakaunda ile ensemble tunajua ndio mwa ese Mungu leleza ngine yani unajua wakati walifanya ile ikabidi mission ya kwanza batapewa bale batu ba ensemble ile parlement chambre basse na chambre yote batapewa mission ya kwanza batapewa ni kufanya katiba kuunda constitution loi sheria ambayo ile gouvernement itatumika nayo wakati bataunda ile sheria zile article mbili zingine basomea hapa zilitoka kule kwa koro ya Lemera zikaingizwa nazo bakapewa baziingize ndani ya kitabu ya ile constitution zile article mbili ikakwenda kuingia article ya ile ya 10 ili inasema kama mtu anapaswa kuwa considéré congolais d'origine mtu mwenye alitoka kabila yake ilitoka iliingia mu territoire national congolais mbele ya mwaka ya 1885 bakaenda kugeuza pale wakasema kwa mtu mwenye alikuya etini yake mbele ya mwaka ya 1960 ule atakuwa considéré congolais d'origine. Ile article ikakuwa 10e article mu constitution yetu ndio iko leo. C'est-à-dire quoi? Wale Banyarwanda balikuya mwa ile date ya masekantene banakuwa ba congolais d'origine. Article ya 7 article ya 4 ya kule kulemera ili nasema kwamba banapaswa kupewa matrua 5 km huko si ndio vile sasa kule bataenda kusema nini kule bataenda kusema bataenda kuitia sasa ikuwa article 217e article wa hii constitution actuelle bataenda kuitia Mungu banasema nini
banasema neno moja hapa. Banasema kama la République démocratique du Congo peut conclure les accords d'association ou de partenariat en cas de conflit, de céder une partie de sa souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Vous avez le français? C'est-à-dire, Kongo, unaona Kongo inaweza kufanya mapatano, na nchi zingine. Wakati kuko fujo, tuko na fujo na nchi zingine, tunafia sehemu fulani, tunaweza kamata ile sehemu yetu, donc ile partie de notre souveraineté, eneo ambayo sisi ni yetu yenye tunatawala, ile partie tunaweza kamata hayo, tunapatia ewan, tusikomane gombane kwa kupromouvoir l'unité africaine, umoja wa Afrika. Mkubebe hii sehemu. Unaona pale? Ile article ile iko ya nani kule ya ile kule, hapa inaingia article 218 article 217 article inaingia mu constitution yetu 217. Yani ni ila kusema tunaweza kupa saa Goma vile kuna kwa kama trouble, hata hapa matrouble hapa tunaweza kupana sema no basi ile parti ende hata Rwanda basi bakasikiliza nasema ikuwe vipi ile constitution na bingine biliingia ile constitution kafanya nini? Ile constitution kafunga hayo bakaileta paske kitu ambayo watu wanafanya na waweko wa elite du peuple, hawako wa elite du peuple, hawakuchaguliwa na raia wale watu wenye walifanya constitution. Constitution haiwezi kufanywa na watu wenye hawako wachaguliwa, watu waliteuliwa na raia. Kama wanafanya kitu wale watu, wanapaswa kuandika kule projet de constitution. Bakaandika kule projet de constitution. Ingali projet. Il faut baipeleke kuraia, baipigie kura. Ndio tunaitaka referendum constitutionnel. Yaani sisi raia sasa huku tuipigie kura kama kweli vile walifanya kwa jina letu na sisi hatukuwachagua biko sawa au kama habiko sawa. Ndio referendum. Ile referendum ikakuya huku. Silikuya huku. Tukakuya uliziwa huku. Sasa mnasema nini? Oui ou non? Mkubali ndio itumike au isitumike. Iko sawa haiko sawa. Tukasema nini? Oui. Ndio na mwani yomo. Sio bota afuera tukasema oui, sio vile. Panasemaka mon peuple périt par manque de connaissances. Batu abakuyu. Et les docteurs, et les licenciés, batu yote walikuwa puru kusema ile constitution iko sawa. Mtu mmoja alifika, Kabila anafika Bukavu. Kufika Bukavu mwele wakati tia makampani. Mtu mwana muuliza, "Mon chef de l'État, tufanye nini kuna kwa constitution?" Wanasema tu vote oui ou non. Asema sasa wewe unapenda nini? Kama unapenda fujo uvote oui. Kama unapenda amani uvote, kama unapenda fujo uvote non. Kama unapenda amani uvote oui. Ndio vile. Wewe kutaniwa Bukavu vile wakati. Alafu tutakapote. Basi problem inafanya nini inaharibika. Watu kitu nitawaambia ni hiki. Kongo batu abako former politiquement. Peuple inapaswa kuwa former kisiasa. Kama peuple haiko former kisiasa, ni matatizo. Batakunyanganya kitu kwa mikono yako hivi. Tanzania haiwezi kuwa. Bali Tanzania pale kani kainchi kana. Na wako former politiquement. Na kitu inatukosea hapa ni kitu ambayo tunaita kuko kitu moya masomo moya wanafunzaka batu tunaita na donc l'idéologie du pays.
idéologie du pays, c'est tout un cours. Donc ni cours mzima inafunzwa watu idéologie du pays. Sasa masomo tuko nasoma sisi. Unaona mtu anamaliza madoktora na idéologie du pays hana naye. Bale benye balitukolonize, balitufiche ile kitu. Sasa kuma pays ya Moyen-Orient, bale kuma pays ya nani ya ba socialiste. Ile kitu banajifunza hiyo sana na baendelea kufunza watu sana. Kama hauna na ile, basi ile kitu inafunza watu kitu vitu mbili. Inafunza watu savoir comment aimer son pays. Mtu unaweza penda nchi yako namna gani? Inafunza mtu savoir gérer son pays. Donc la bonne gouvernance. Sasa sisi hatukufunzwa hivi. Ni masomo tu tunaita masomo ya lugha. Tunaanza ma français mingi lakini siasa ndani yake hamna. Ndio kitu nasumbua Kongo. Na juu ya ile tuko na risk ya kunyanganyiwa nchi yetu yote. Tuko na risk. Watu wengi wajue ile. Ile kitu inaanza paka. Tunaanza kuvotea Banyarwanda wanakuwa Bakongomani. Kitu hiyo tulisema kama tutakufa tukufe. Si ndio vile? Kunjia risasi lakini kunjia siasa sawa tunakipana. Tunaanguka. Bane. Vile beko pale kama ulisikia Zare sasa alipoze candidature akuwe president wa republique. C'est parce que tulimupa ile uwezo anakuwa mkongomani halisi. Sababu mwenye yuko mkongomani halisi hawezi kupostuler kuwa president de la republique. Hawezi nani postuler kuwa député. Voire même gouverneur. Kama mkongomani halisi. Bale batu leo bakapozi bila anakuwa anajitapatapa tu kwa mkongomani halisi. Mais moi ile article ile inasema il faut bale batu bakuwe na espace. Kama unaitwa mkongomani halisi uliingia mwa hii mwaka. Sasa ukuwe na espace yako. Il faut sasa watafute nini? Watafute ile espace. Iba confirmer kama kweli ni vile. Ndio hiyo espace sasa wanakuwa wanajitafutia. Sasa wewe unataka papa nationalité d'origine. Sasa utabanyima espace tena. Tuvaachie sasa espace. Unaona sasa? Sisi peke tunajifunga luka kama tutajinyonga wenyewe. Utakuta siasa. Ile inabakia pale. Naona majira Mungu atafanya vyake. Sasa ile yote problemu iko pale.